Kutoka idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na watu 38 wafariki dunia katika ajali mbaya ya mabasi Kilimanjaro. Ndege ya kivita ya F-16 yaanguka ikizuia shambulio la Urusi. Maelfu ya waandamanaji mjini Bangkok wamtaka waziri mkuu wa Thailand ajiuzulu. Takribani watu 81 wameuawa katika mashambulio ya Israeli huko Gaza. Makubaliano ya amani ya DR Congo Rwanda yatiliwa shaka katika mji uliodhibitiwa na waasi. Na Iran ina uwezo wa kuanza kurutubisha madini ya uranium tena kwa uwezekano wa kuunda bomu. Naam, na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Familia ya Boniface Kariuki, mchuuzi aliyepigwa risasi kichwani na afisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga ukatili wa polisi jiji kuu la Nairobi, Kenya, amethibitisha kuwa amefariki dunia. Akizungumza na wanahabari Jumapili, msemaji wa familia Emily Wanjira amesema kuwa madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wamethibitisha kuwa viungo vya Mwangi bado vinafanya kazi, lakini ubongo wake umekufa. Familia hiyo imeongeza kuwa kuna vipande zaidi vya risasi kwenye ubongo wake ambavyo bado havijatolewa. Kariuki amefanyiwa upasuaji mara 2 katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ili kuondoa risasi iliyotanda kichwani mwake, na amekuwa akiendelea kupata ahueni katika chumba cha wagonjwa mahututi ambako anapokea uangalizi wa kila siku. Wakati wa kikao kilichopita, babake Kariuki, Jonah Kariuki, alifichua kuwa bili ya hospitali imefikia milioni 1 na ilikuwa ikiendelea kupanda kila siku. Familia iliyokasirishwa pia ilitaka mfumo wa mahakama kutoa haki kwa kuwatia hatiani na kwa hukumu maafisa wa polisi waliohusika na uhalifu huo. Watu wasiopungua 8 wamefariki dunia na wengine 28 kujeruhiwa baada ya mabasi mawili kugongana uso kwa uso na kushika moto katika mkoa wa kaskazini mwa Kilimanjaro, Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, Nadine Babu, amesema ajali hiyo iliyotokea jioni ya jana katika wilaya ya Same baada ya tairi ya mbele ya moja ya mabasi kupasuka na kusababisha moto ulioteketeza mabasi yote mawili na kusababisha vifo katika mabasi yote mawili. Abiria 22 kati ya 28 waliojeruhiwa walitibiwa na kuruhusiwa kutoka hospitalini, huku 6 wakisalia chini ya uangalizi wa karibu na wa kimatibabu. Ajali mbaya za barabarani ni za kawaida nchini Tanzania, mara nyingi zikielekezwa kutokana na hali duni ya magari na tabia ya uendeshaji magari zisizo makini. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania hivi karibuni
alielezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa ajali za barabarani katika taifa hilo, akitoa takwimu kwamba kuanzia Januari hadi Aprili mwaka huu ajali 1322 ziliripotiwa na kuua watu wapatao 1275, ikiwa ni ongezeko la 9% kutoka kipindi kama hicho mwaka jana. Mnamo Juni 8, watu 28 walifariki dunia kando ya barabara kuu yenye shughuli nyingi kati ya Tanzania na Zambia katika mkoa wa Mbeya baada ya lori lililobeba mizigo kupita kiasi kupoteza udhibiti na kugongana na magari mawili. Wakati huo wakati wa shambulio kubwa la usiku, Luteni Kanali Maxim Ustimenko wa jeshi la Ukraine, ambaye alikuwa urubani wa ndege ya kivita F-16, aliuawa wakati wa mafunzo ya mwisho. Ya ndege yake iliharibika na kuanza kuanguka, jeshi la wanahewa la Ukraine limeripoti. Rubani aliweza kuielekeza ndege hiyo ya kivita hadi eneo lenye watu wengi, lakini hakuwa na muda wa kujitoa ndani ya ndege hiyo, imesema taarifa hiyo. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, wakitaka waziri mkuu Paetongtarn Shinawatra ajiuzulu baada ya simu iliyokuwa nayo na kiongozi wa zamani wa Cambodia Hun Sen kuvuja. Katika simu hiyo ambayo ilihusu tukio la hivi majuzi mpakani mwao, alimtaja Hun Sen kama mjomba na kusema kamanda wa jeshi la Thailand anayeshughulikia mzozo huo alitaka tu kuonekana mtulivu na kusema mambo ambayo hayana manufaa. Wito huo umeibua hasira ya umma na mshirika mkuu katika muungano unaotawala ambapo amejiuzulu. Paetongtarn Shinawatra aliomba msamaha, lakini akatetea wito huo kama mbinu ya mazungumzo kabla ya kuondoka kuzuru eneo la kaskazini mwa Thailand lililokumbwa na mafuriko. Paetongtarn aliwaambia waandishi wa habari kuwa ni haki watu kuandamana mradi tu ni amani. Mkutano wa Jumamosi ulikuwa mkubwa zaidi wa aina yake tangu chama tawala cha Pheu Thai kiingie madarakani mwaka 2023. Maelfu walistahimili mvua ya masika na kufunga barabara kwenye ukumbusho wa vita vya Victory Monument huko Bangkok, wakipeperusha bendera ya Thailand na kushikilia mabango yenye kauli mbiu kama vile PM is enemy of state. Kiongozi wa maandamano Popo Pangbang alisema waziri mkuu anapaswa kustaafu kwa sababu yeye ndiye tatizo. Seri Sawang Mue Sabini alifariki usiku kucha alisafiri usiku kucha kwa basi kutoka kaskazini mwa nchi hiyo kujiunga na maandamano. Aliwaambia shirika la habari la AFP kwamba alikuwa huko kulinda mamlaka ya Thailand na kusema waziri mkuu hafai. Takribani wa Palestina 81 wameuawa na zaidi ya 400 kujeruhiwa katika mashambulio ya Israel kote Gaza katika muda wa saa 24 hadi saa 6 mchana siku ya Jumamosi, wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas imesema. Katika tukio moja, takribani watu 11 wakiwemo watoto waliuawa baada ya shambulio la karibu na uwanja wa michezo katika mji wa Gaza. Wafanyakazi wa hospitali ya Al-Shifa walioshuhudia waliambia mashirika ya habari. Uwanja huo uliokuwa ukitumiwa kuwahifadhi watu waliokimbia makazi yao wakiishi kwenye mahema, ambapo jeshi la Israeli limesema hakuwa na habari kuhusu majeraha kutokana na shambulio hilo. Wakati huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini usitishwaji wa mapigano unaweza kuafikia wiki ijayo. Wapatanishi wa Qatar wamesema wanatumai shinikizo la Marekani linaweza kufikia makubaliano kufuatia mapatano kati ya Israeli na Iran iliyomaliza mzozo wa siku 12 kati ya nchi hizo. Mwezi Machi, ulisitishwaji wa mapigano wa miezi miwili ulisambaratika wakati Israeli ilipoanzisha mashambulio mapya Gaza. Mkataba wa kusitisha mapigano ambao ulianza Januari 19 ulilenga hatua tatu, lakini haukufanikiwa kupita hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni pamoja na kuanzishwa kwa usitishwaji wa vita vya kudumu, kurejea kwa mateka waliosalia huko Gaza badala ya Wapalestina waliofungwa nchini Israel, na kuondolewa kabisa kwa majeshi ya Israeli kutoka Gaza.
Iran ina uwezo wa kuanza kurutubisha madini ya uranium tena kwa uwezekano wa kuunda bomu, lakini muda wa miezi kadhaa. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia amesema. Rafael Grossi, mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, amesema mashambulizi ya Marekani katika maeneo matatu ya Iran mwishoni mwa juma iliyopita yamesababisha uharibifu mkubwa, lakini sio jumla, kinyume na madai ya Donald Trump kwamba vifaa vya nyuklia vya Iran vimefutwa kabisa. Israel imeshambulia maeneo ya nyuklia ya kijeshi nchini Iran tarehe 13 Juni ikidai kuwa Iran ilikuwa karibu kutengeneza silaha za nyuklia. Baadaye Marekani ilijiunga na mashambulio hayo na kudodosha mabomu kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran na Fordo, Natanz na Isfahan. Tangu wakati huo kiwango cha kweli cha uharibifu akijajulikana. Aliongeza kuwa Iran bado ina uwezo wa kiviwanda na kiteknolojia, kwa hivyo ikiwa wanataka wataweza kuanza kufanya hivi tena. Siyo chombo cha kwanza kupendekeza kwamba uwezo wa nyuklia wa Iran bado unaweza kuendelea. Mapema wiki hii, tathmini ya kijasusi ya Pentagon iligundua kuwa mashambulio ya Marekani yalirudisha nyuma mpango huo kwa miezi kadhaa. Trump alijibu kwa hasira na kutangaza kwamba maeneo ya nyuklia ya Iran yameharibiwa kabisa. Kwa sasa Iran na Israel imekubaliana kusitisha mapigano, lakini Trump amesema atafikiria kabisa kuishambulia Iran kwa mabomu tena ikiwa ujasusi utagundua kuwa inaweza kurutubisha uranium hadi viwango vilivyohusika. Kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda mjini Washington kumezua hisia tofauti, huku rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila akielezea kuwa si chochote zaidi ya makubaliano ya kibiashara. Mkataba huo uliotiwa saini siku ya Ijumaa ulidai kutengwa kwa kupokonywa kwa silaha kwa kuunganishwa kwa masharti kwa vikundi vyenye silaha vinavyopigana mashariki mwa DRC Congo, lakini ulitoa maelezo mengine machache, huku wengine kama vile Kabila wakipinga makubaliano hayo. Wengine wamepongeza makubaliano hayo kama hatua ya mabadiliko katika mzozo mbaya ambao umeendelea kwa viwango kadhaa. Rwanda imekanusha madai kuwa inaunga mkono kundi lenye silaha linalojulikana kwa jina M23 ambalo limekuwa likipigana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mzozo huu uliongezeka mapema mwaka huu wakati uasi wa M23 ulipochukua udhibiti wa maeneo makubwa ya mashariki ya DRC Congo, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa eneo hilo Goma, mji wa Bukavu na viwanja vya ndege viwili. Umoja wa Mataifa unasema maelfu ya watu wameuawa na mamia ya maelfu ya raia kulazimishwa kuondoka kutoka makazi yao kufuatia mashambulio ya hivi majuzi na waasi. M23 inapinga takwimu hizo ikisema ni chini ya watu 1000 wamefariki dunia. Baada ya eneo hilo kutekwa, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iligeukia Marekani kwa msaada, ikiripoti kutoa upatikanaji wa madini muhimu badala ya dhamana ya usalama. Mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna utajiri wa coltan na rasilimali nyingine muhimu kwa tasnia ya kimataifa ya vifaa vya elektroniki. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakomba mpenzi msikilizaji, simana kituo hiki kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012045 85 21 7800 au tail number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Paybill number ni 625625, account number ni 012045 au tail number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Moja kwa moja popote pale ulipo, natumai mambo yako na kuendea vizuri tu wakati ambapo unasikiliza Afrika Leo asubuhi, wakati ambapo moja kwa moja tunazidi kusonga mbele kwenye
awamu hii ya Afrika Leo asubuhi. Atumai wewe na hali yako, mambo yako yanakuendea vizuri tu, wakati ambapo unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani, ambapo wakati huo basi ni kwamba taarifa ambazo ni kwamba hapo basi unaungana nasi, taarifa ambazo namna hiyo zinagonga vichwa vyetu vya habari. Ni kwamba maelfu ya waandamanaji wakusanyika jijini Bangkok, Thailand, kwa akitaka waziri mkuu Paetongtarn Shinawatra ajiuzulu kufuatia uvujaji wa mazungumzo ya simu yaliyopiga kwa kiongozi wa zamani wa Cambodia Hun Sen. Asasi za kiraia wilayani Mombasa nchini DRC zimelitaka jeshi la FARDC kuchukua hatua za haraka kuwasaka waasi wa ADF na kuwatoa takribani watu 40 waliotekwa nyara Jumatano iliyopita katika kijiji cha Elake, kilomita 200 kusini magharibi mwa Boni. Watu 14 wakiwemo watoto watatu wameuawa katika ukanda wa Gaza kufuatia mashambulio ya anga kutoka kwa jeshi la Israel. Asante sana wote ambao namna hiyo wanaandika message na kuweza kuwasiliana nasi. Naona pale hivi Franco Kisanga, asante sana. Elliot Anduvate pale hivi, Elio Derono, Ndagasi wa Yesu, asante. Charles Luanga kwa kuendelea kutufuatilia, na wengi tu ambao namna hiyo mnaandika jumbe zenyu. Asante sana. Daudi Mleo pale wa Palestina, acheni kuwa kumbatia magaidi, mtaua mpaka muishe na mtazidi kulia kilio kikuu. Hakuna mtu anayedhubutu kupambana na Israel. Ndio maoni yake huyo hapo hivi. Vile vile pale Vinyange Mgunda pale hivi anasema asante, wa ujui pale chochote, msingi wao wajambazi wa Hamas wanaotumiwa na Iran waachie mateka, wanaleta mateso makubwa sana kwa Wapalestina. Ikumbukwe hata rais wa Palestina aliwaita watoto wa mbwa. Ndio wale ambao inajitokeza pale Valekum Msima Tusi, Rashid Mkonga pale vipi Rana, magaidi walikuwepo au waliiba msalaba wa Yesu, sijui elewi pale hivi. Nani Evra pale hivi Junior pale hivi Ahmad, magaidi ni wa sikuelewi pale Baron pale Rashid Israel. Kwa hili inafaa kushughulikiwa wale watu waliojifanya ati ni watu wa haki binadamu, wapo kimya, wamelifumbia macho kama vile hawalioni, ama hawa ni wanafiki wakubwa. Ndio taarifa ya habari, msikilizaji. Maoni ndio hayo yanayorindima. Kijana asante sana kwa yote Sokoine pale hivi akizungumza ya kwake. Unaweza vile vile kuwasiliana nasi kupitia njia ya kuandika barua pepe au kuandika ujumbe mfupi. Na hatimaye kabla ya kuweza kupokea makala ya siku ya leo, ni kwamba usiku wa kuamkia siku ya Jumapili Juni 29, Urusi ilitekeleza shambulio kubwa kwa kutumia takribani silaha za anga 500 zikiwemo droni, makombora ya masafa marefu na ya balistiki dhidi ya maeneo ya magharibi mwa kusini mwa kati mwa Ukraina. Mashambulio hayo yalisababisha uharibifu wa makazi, miundombinu na kujeruhi watu 6. Mikoa iliyoripotiwa milipuko ni pamoja na Viva, Poltava pale hivi, Mykolaiv pale hivi, Dnipropetrovsk na Chekasi. Serikali ya Ukraine imedhibitisha kutokea kwa mashambulio hayo katika maeneo 6 tofauti nchini Ukraine. Chama cha demokrasia ama Democratic Alliance DA cha Afrika Kusini, ambacho ni mshirika mkuu katika serikali ya umoja wa kitaifa, kimetangaza kujiondoa katika mpango wa mazungumzo ya kitaifa iliyoanzishwa na Rais Cyril Ramaphosa wa chama cha African National Congress ANC. Hata inatoa pigo kubwa kwa juhudi za serikali katika kushughulikia changamoto sugu kama ukosefu wa ajira na uhalifu. Democratic Alliance DA, ambacho ni cha pili kwa ukubwa nchini humo, kimeeleza kuwa mpango huo hauna tija na ni wa kupoteza muda na pesa, ikieleza kutoridhishwa kwake na mwelekeo wa mazungumzo hayo ambayo yalizinduliwa mwezi huu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuelekea mwaka mmoja wa uongozi wa umoja wa kitaifa. Hii
ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Ukweli na burudani.